Ripoti kutoka Saudi Arabia bila kujali mipaka ya kimataifa. Mashambulizi haya yalisababisha vifo vya raia na wanajeshi pamoja na kuharibu miundombinu muhimu ya kijeshi na usalama wa ndani. Baada ya Israel na Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya Irani mnamo Februari 28, Irani ilijibu kwa kushambulia si tu washambuliaji wake bali pia nchi zote 6 za Ghuba ya Uajemi ambazo ni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia na UAE. Mashambulizi ya kulipiza kisasi yameua watu kadhaa, kuharibu miundombinu ya umeme, viwanda vya mafuta na kusababisha upungufu mkubwa wa nishati. Hii pia imesababisha kufungwa kwa baadhi ya viwanja vya ndege na kuvuruga utalii ambao ni chanzo kikuu cha mapato kwa nchi hizi. Zaidi ya hayo, Irani imeweka kizuizi kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ambayo 20% ya mafuta na gesi duniani kupitia, hali iliyosababisha kupanda kwa bei za mafuta ghafi kimataifa na kuzidisha mzozo wa kiuchumi. Licha ya upinzani wa awali kwa matumizi ya nguvu, nchi za Ghuba sasa zinashinikiza Marekani kuendelea kushambulia Irani hadi kuhakikisha kuwa jeshi la nchi hiyo limepunguza uwezo wake wa kijeshi na kuacha kuwa tishio. Nchi za Ghuba bado hazijafanya mashambulizi yao wenyewe, kwani viongozi wake wanaogopa sana kuamsha vita vikubwa visivyosimamishwa. Wanaungana kwa hasira dhidi ya Irani, lakini pia wameshikwa na kuchukizwa kwa sababu hawezi kuathiri sera za Marekani licha ya uwekezaji wao mkubwa katika uhusiano na Washington. Nchi za Ghuba ziliamini kwa makosa kuwa zimefanikiwa kuishawishi Marekani kuzuia mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Irani baada ya Israel kushambulia maghala ya mafuta mjini Teherani. Hata hivyo, Israel wiki iliyopita ilishambulia tena eneo la South Pass katika nchi ya Irani, na nchi za Ghuba zikakabiliwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi kwenye miundombinu yao ya nishati, ikiwa ni pamoja na vituo vya kupima shinikizo la gesi na mitambo ya kusambaza umeme. Rais wa Marekani Donald Trump alisisitiza kuwa hakujua lolote kuhusu shambulio hilo, huku maafisa wa Israel wakidai kuwa limepangwa kwa kushirikiana na Marekani. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema Israel ilienda peke yake katika shambulizi hilo. Israel ilianzisha kampeni yake dhidi ya Irani pamoja na Marekani kwa malengo ya kupunguza uwezo wa kijeshi wa Irani, kuondoa tishio linalotokana na programu zake za nyuklia na makombora, kuzuia msaada kwa makundi ya kigaidi na kuunda hali inayowezesha wananchi wa Irani kujaribu kuondoa utawala wa sasa. Hali hii inadhihirisha kuwa vita vinaweza kuenea zaidi, huku nchi za Ghuba zikijitayarisha kuchukua hatua za moja kwa moja, huku uchumi na usalama wa eneo hilo vikikabiliwa na changamoto kubwa zaidi.